أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema katika hutuba iliyopita kwa kuelezea haiba ya Waislamu juu ya makafiri wa Makka, nilikuwa nimeeleza kuhusu Abu Jehel na Utba jinsi walivyohitilafiana katika swala la kupigana vita, na kisha kwa sababu ya lawama ya Abu Jehel Utba akatangaza kupigana vita, na hivyo vita ikaanza rasmi. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba Utba bin Rabia akitembea katikati ya nduguye Sheba bin Rabia na mwanaye Walid bin Utba akatoka, na akitoka nje ya safu akaomba ushindani. Imesimuliwa na Hat Ali raziallahu anhu ya kwamba Utba bin Rabia akasogea mbele na nyuma yake akaja mwanaye na nduguye, na wakaita ya kwamba nani atapambana naye. Vijana wachache wa Ansar wakamjibu. Utba akawauliza kwamba nini ni kina nani. Wao wakamwambia ya kwamba wao ni kina nani. Kisha yeye akawaambia ya kwamba sisi hatuna shida na nyinyi, nia yetu ni kupigana vita na vijana wa baba yetu mdogo tu. Tunataka kupigana na Quraish wa Makka na si kwa Ansar. Na pia akasema kwa sauti ya juu kwamba e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika jamaa zetu watume watu walio na usawa kama sisi ili kupigana nasi. Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, inuka e Hamza, simama ewe Ali, na simama ewe Ubaida bin Haris. Hat Hamza alikuwa baba yake mdogo, na Ali na Ubaida wote walikuwa binamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamza akaelekea kwa Utba na Hat Ali anasema mimi nikaelekea kwa Sheba, na Ubaida na Walid wakapigana vita. Kila mmoja wao akamjeruhi mwenzie na akamzofisha. Kisha tukaelekea kwa Walid na tukamua, na tukimuinua Ubaida tukamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Hamza na Ali wote wakawaua adui zao. Hata Hamza na Ali walipomleta mwenzao katika jeshi lao, mguu wake ulikuwa umesha katika. Yeye alipoletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ye akasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, mimi si shahidi? Mtume akasema kwamba bila shaka wewe ni shahidi. Hat Ubaida aliyekuwa binamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kunusurika na majeraha yake, na wakati wa kurejea kutoka Badr akafariki dunia akiwa njiani. Kuhusu Hat Ubaida bin Haris, riwaya moja inasema ya kwamba mguu wake ulipokatika na upanga, na wenzake wakamuinua na kumleta. Walipomleta karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam,
yeye akalazwa karibu na mtume saa salam. Mtume salallahu alaihi wasallam akaweka mguu wake mtakatifu chini ya mguu wake, na ubeda kwa mapenzi makubwa akimwona mtume akasema kwamba ya rasulllah salallahu alaihi wasallam, kama leo abu talib angekuwa hai basi angejua ya kwamba mimi ninastahiki zaidi kuwa uthibitisho wa kauli yake. Kisha akasoma shairi ya abu talib ambayo tafsiri yake ni kwamba naapa kwa nyumba ya mungu, nyini mmesema uongo ya kwamba muhammad saa salam ataachwa. sisi bado hatujarusha mikuki katika kumlinda yeye, wala hatujarusha mishale, na nini mmesema uongo ya kwamba sisi tutamkabizi kwenu mpaka maiti zetu zipatikane pembezoni mwake na mpaka tughafilike na vijana na mabinti zetu. Hapo mtume akasema kwamba mimi natoa ushahidi ya kwamba wewe ni shahid. Wakati huo abu jehel alikuwa amefanya dua moja ambayo habari yake inapatikana kama hivi ya kwamba majeshi yote mawili yalipokutana kwa pamoja na vita kali ikaanza kutokea, abu jahal akafanya dua ya kwamba e allah, mmoja wetu mtu anayevunja ujamaa wa karibu na anasema mambo tusiyoyasikia hapo kabla, basi leo umwangamize. sayidina ahmad alahsatu wassalam kuhusu hiyo anaandika ya kwamba wakati wa vita vya badhar, mtu mmoja aitwaye amr bin hisham ambaye jina lake lilikuwa limepata umaarufu kama abu jehel, aliyekuwa mkuu wa makafiri wa quraish, alifanya dua kwa maneno haya ya kwamba allahuma man kana minna afsada fi lqaume wa aktaa lirahme fa ahinhu lyaum, yani e allah, mtu ambaye kati yetu alikuwa amemaanisha dhati yake na dhati ya mtume salallahu alaihi wasallam, katika jicho lako ni mtu mwenye ufisadi na analeta mtafaruk katika kaumu na akinyanganya haki za kaumu, ameleta utengano kwenye jamii, wewe umwangamize leo. Na kutoka maneno hayo abu jehel alikuwa amemaanisha ya kwamba mungu apishe mbali mtume salallahu alaihi wasallam ni mtu mfisadi na akileta mtafaruk katika kaumu, ameleta fitina kwenye dini ya quraishi bila haki, na pia yeye amenyanganya haki zote na ameleta utengano kwenye jamii. Na inaonekana ya kwamba abu jahl alikuwa na imani na yakini hiyo hiyo ya kwamba mungu apishe mbali maisha ya mtume salallahu alaihi wasallam si mema na matakatifu. ndiyo maana yeye akafanya dua kwa uchungu wa moyo wake, lakini baada ya dua hiyo hakuweza kuishi hata kwa saa moja, na adhabu ya mungu katika sehemu ile ile ikakata kichwa chake na kukitupa. Na mtu ambaye juu ya maisha yake matakatifu alikuwa ameleta shutma, ye akarejea kutoka medani hiyo akiwa na ushindi na nusura. hali ya vita imeelezwa katika sehemu moja kama hivi ya kwamba katika uwanja wa vita ilikuwa imepamba moto mbele ya waislamu. ilikuwepo kundi mara tatu zaidi kwenye idadi ambalo likijiandaa na kila aina ya silaha lilikuwa limejitokeza kwenye medani, na azma hii ya kwamba islam itafutwa kabisa na waislamu wanyonge wachache katika idadi wakiwa na silaha ndogo, wakichoshwa na umaskini na huzuni za kufukuzwa kutoka nchi. Na kwa mujibu wa mambo ya kizwahiri walikuwa windo wa dakika chache tu mbele ya watu wa Makka, lakini mapenzi ya tauhidi na utume yalikuwa yameingia mioyoni mwao, na kitu hiki ambacho hakuna kitu chenye nguvu zaidi katika dunia, yani imani iliyo hai, ilikuwa imejaza ndani mwao nguvu ya ajabu. Wakati ule wao katika medani ya vita walikuwa wakionyesha mfano wa kuitumikia dini usio na mfano wake. Kila mmoja alikuwa akishindana na mwenzie na alikuwa tayari kutoa uhai katika njia ya mungu. Hamza na Ali na Zubair walikuwa wamekata safu za maadui.
kuhusu mtu wa kwanza aliyeuawa shahidi katika waislamu imeendikwa ya kwamba mtumwa aliyeachwa huru na hat umar bin khitab hat mehja alishambuliwa na mshale mmoja na yeye akauawa shahidi, na huyo alikuwa mtu wa kwanza wa waislamu aliyeuawa shahidi. kisha baada yake mtu mmoja wa kabila la bani adi bin najjar hat haris bin suraka akauawa shahidi. alikuwa akinywa maji kutoka chemchem, ndipo akarushiwa mshale uliokuja kupiga shingo yake, na hivyo yeye akauawa shahidi. hat anas raziallahu taala anhu anasimulia ya kwamba harisa raziallahu anhu bin suraka bin haris aliuawa shahidi katika vita vya badar, na yeye bado alikuwa kijana tu. mama yake rabia binti nazar, shangazi ya hat anas, akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya rasulllah, wewe unajua tu daraja ya harisa aliyokuwa nayo mbele yangu, hivyo kama yu peponi basi nifanye subira na nitumai kupata thawabu, na kama kuna jambo jingine basi utaona kwamba mimi nitafanya nini na nini. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba je, wewe ni mwenda wazimu? je, pepo ni moja tu? mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba pepo ziko nyingi na mwanao yupo katika jannatul firdaus. katika vita hii jaziba ya jihadi ya masahaba iliyoonekana. kuhusu jaziba hiyo imeindikwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu ambaye siku ya leo atapigana vita kwa subira akiifahamu kuwa thawabu na hatakimbia kwa kugeuza mgongo wake, mungu atamuingiza peponi. kwa kusikia hayo zubair bin hamam aliyetokana na bani salma akasema, wakati ule mkononi mwake mlikuwa tende chache, pia alikuwa anazila. ye aliposikia hayo akasema kwamba vizuri sana, kati yangu na kati ya pepo huu ndio umbali tu, kwamba watu hawa waniue. na kisha akishika upanga wake akapigana sana mpaka akauawa shahidi. na auf bin haris ambaye alikuwa mwana wa afra akamwomba huzur sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba sallallahu alaihi wasallam, mwenyezi mungu anafurahia jambo gani la mja wake? akasema kwamba kwa kumua adui bila kuwa na diraya na kadhalika. hapo yeye akavua diraya yake na kuitupa, na baada ya kuwaua makafiri wengi mwenyewe pia akauawa shahidi. kuhusu mauaji ya abu jehel katika bukhari, riwaya inayopatikana sawa na riwaya ile, hat abdurahman bin auf anasimulia ya kwamba mimi siku ya badar nilikuwa nimesimama katika safu, nikaangalia hapa na pale, nikaona ya kwamba kulia na kushoto kwangu kuna vijana wawili. mimi kutokana na uwepo wao huo nikaona kwamba sitakuwa na amani. ye akasema kwamba vijana hawa au watoto watawezaje kunilinda? anasema kwamba sikuwa na amani. katika muda huo mmoja wao akaniuliza kwa sauti ya chini ili mwenzake asijue lolote kwamba, baba mdogo, nionyeshe abu jahal. nikasema kwamba mpwa wangu una nini naye? ye akasema kwamba mimi nimeahidi kwa allah ya kwamba kama nikimwona nitamua, la sivyo nitauawa mbele yake. kisha kijana mwingine akaniuliza kwa sauti ya chini ili mwenzake asijue lolote. hata abdurahman alikuwa akisema ya kwamba mimi nisingefurahi kiasi hicho kama mimi badala yao ningekuwa katikati ya wanaume wawili. licha ya kuwepo kwa jaziba yao hiyo, yeye hakurizika. hata hivyo alikuwa akitamani kwamba wanaume wawili shujaa wangekuwa kulia na kushoto kwake. anasema kwamba mimi nikawaambia kwa
kuashiria upande wa abu jehel ya kwamba ndiye huyu, na kwa kusikia tu wote wakamshambulia kama tai na wakamua, na hao walikuwa watoto wa afra, muaz na muavis. hat muaz anasema kwamba niliwasikia watu wakisema ya kwamba hakuna atakayeweza kumfikia abul hakam, hivyo nikanuia ya kwamba lazima nitamshambulia, na mimi nikambamia, na kwa pigo ya upanga nikakata mguu wake hadi kisigino chake. mwanaye ikrima akapiga juu ya bega langu na akakata mkono wangu kwa sababu ya ngozi tu. huo ukaendelea kuninginia siku nzima, nikaendelea kupigana katika hali hiyo hiyo, na maumivu yalipozidi, mimi nikiweka mguu juu yake nikautinganisha na mwili wangu. vita ilipokwisha, mtume salllahualwalh wasallam akasimama katikati ya waliouawa na akaanza kumtafuta abu jehel. ye hakumkuta hapo, akaomba dua hii ya kwamba allahuma la tujizni firauna hazihi lumma, e allah usinifanye nishindwe zidi ya firauni wa ummati huu, asije akasalimika. kisha watu wakaanza kumtafuta na hata abdullah bin masud akampata. riwaya moja inasema ya kwamba mtume salllahualhi wasallam aliomba dua hii vile vile ya kwamba e allah isije ikatokea hivi ya kwamba yeye akimbie mshiko wako. na mtume saa salam alipotoa amri ya kumtafuta abu jehel, abdullah bin masud akimtafuta katika wale waliouawa akaja kwake, na mtume saa salam alikuwa amesema ya kwamba usipopata habari yake basi umtambue hivi ya kwamba juu ya goti lake kuna alama ya jeraha moja, kwani safari moja kwa abdullah bin judan katika zifa moja anasema ya kwamba safari moja kwa abdullah bin judan katika zifa moja, mimi nikamsukuma kwa nguvu, naye akaanguka chini juu ya magoti yake, na goti lake likapata jeraha ambalo alama yake bado ipo juu ya goti lake. ibni masud anasema kwamba mimi kwa alama ile ile nikamtambua, alikuwa bado hai, na mimi nikaweka mguu juu ya shingo yake, kwani katika makka yeye alikuwa ameniuzi mno. nikasema kwamba e adui wa mungu, umeona jinsi mungu alivyokuzalisha? akasema kwamba jambo gani limenifezehesha? mtu mmoja nyini mmemua, haina shida ndani yake. je, mmewahi kumua mtu ambaye awe na heshima zaidi kuliko mimi? haya niambie kwamba nani ameshinda vita? hata abdullah bin masud alikuwa akisema ya kwamba abu jehel katika muda wake wa mwisho, wakati nilipokuwa nimeweka mguu juu ya shingo yake, alikuwa ameniambia ya kwamba ewe mchungaji zalili mwenye kuchunga mbuzi, wewe umepanda juu ya sehemu ambapo usingetakiwa kupanda. abdullah bin masud anasema ya kwamba kisha mimi nikakata kichwa chake na nikaleta kwa mtume salllahualhi wasalam na kuweka mbele ya miguu yake, na nikasema kwamba ya rasulllah, hiki ni kichwa cha abu jahal, adui wa mungu. mtume akamshukuru allah na akasema kwamba allahu lazi la ilaha ghairuhu, allah ndiye dhati mtakatifu ambaye hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. hiyo ni riwaya ya ibni hisham. na riwaya nyingine inatuambia kwamba abdullah bin masud alipomua abu jehel, yeye akaja kwa mtume salllahualhi wasallam na akamwambia mtume salllahualhi wasallam kuhusu mauaji ya abu jehel. hapo mtume salllahualhi wasallam akaenda pamoja naye kwa kutembea na akasema kwamba naapa kwa allah ambaye hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. mimi pia nikasema kwamba naapa kwa allah ambaye hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah. kisha mtume sasa akasimama karibu na maiti ya abu jehel na akasema, ewe adui wa allah, sifa zote njema zinamhusu allah ambaye amekuzalilisha. hat katada anasimulia ya kwamba mtume salllahualhi wasallam alisema, kila ummati unakuwa na firauni yake, na firauni wa ummati huu ni abu jehel. mwenyezi mungu alimua vibaya. vijana wawili wa afra na malaika wakamua, na abdullah bin masud akammaliza kabisa. hata masihi maud alaihi wassalam anasema ya kwamba abu jehel ametajwa kama firauni, lakini katika rai yangu yeye amemzidi firauni. firauni alikuwa akisema kwamba
amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu israil, mimi ninaamini ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yule ambaye wana wa israeli waliomwamini. Lakini huyu hakukubali mpaka mwisho wake, na katika maka huyu ndiye aliyekuwa chanzo cha ufisadi wote, na alikuwa na kibri na majivuno, mwenye kujipendelea heshima na daraja. Hatmasihi msalam anasema ya kwamba ilmuradi mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyokuwa hat musa aliwaokoa watu wema wa kaumu yake kutoka wanyama pori, na kama alivyofanya musa akawaleta kutoka maka kuja madina, na abu jehel aliyekuwa firauni wa ummati ule akaamua katika vita kwenye uwanja wa badr. musleh maud raziallahu taala anhu anasema ya kwamba wakati wa badri makafiri wa maka walipofika wakaelewa ya kwamba sasa sisi tumewaua waislamu, na abu jehel akasema kwamba sisi tutasherehekea idi na tutakunywa sana pombe, na wakazani ya kwamba sasa baada ya kuwaua waislamu wote tutarejea nyuma. Lakini vijana wawili wa madina wakaamua abu jehel huyo makafiri wa maka walikuwa wakiwachukulia watu wa madina kama kiumbe kilicho zalili, na walikuwa wakiwaita arai, yani wenye kulima mboga mboga tu na wakulima, na hawajui lolote kuhusu vita. Kwa vitu vile vijana wawili wakamua, na yeye akafa kifo kibaya, mpaka hata tamanio lake la mwisho pia halikuweza kutimia. Katika uarabuni kulikuwa na desturi ya kwamba mtu aliyekuwa kiongozi kama ye angeuawa katika vita, basi walikuwa wakikata shingo yake kwa kurefusha, ili aweze kutambulika ya kwamba huyu ni kiongozi. abdullah bin masud akamwona abu jehel alipokuwa ameanguka akiwa amejeruhiwa vibaya na akiwa hoi, akamuuliza kwamba unaendeleaje. Akasema kwamba mimi sina huzuni yote isipokuwa moja tu, kwamba watoto wawili wa madina wameniua. abdullah akamuuliza kama kuna tamanio lako. ye akasema kwamba mimi natamani ya kwamba kata shingo yangu kwa kuirefusha. ye akasema mimi sitatimiza tamanio lako hilo, na akakata shingo yake karibu na kidevu chake, na idi aliyotamani kuisherekea ikawa msiba kwake, na pombe aliyokunywa yeye hakupata nafasi ya kuitafuna. mtume sallallahu alaihi wasallam alipowarushia washirikina changarawe kuhusu kisa hicho, imeendikwa katika sahih bukhari, inapatikana ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya dua katika hema, abubakar akashika mkono wake na akasema, ya rasulllah, hiyo inatosha, wewe katika kumwomba mola wako umezidi mno. na mtume saa salam alikuwa amevaa deraya, akatoka nje ya hema na alikuwa anasoma ya kwamba sayozamu ljamu wayuwallun dubur balisaatu mawiduhum wasaatu adha wa amar, jamii hiyo karibu itashindwa na watageuza migongo, walakini saa ile ni wakati wao walioahidiwa, na saa hiyo ni nzito sana na chungu sana. katika maelezo yake hatmidha bashiri masahib ameandika kwenye sira ya khatama nabiyin ya kwamba ilmuradi wahajiri na ansar waislamu wote walipigana vita kwa nguvu na kwa ikhilasi kamili, lakini wingi wa adui na silaha zao ukawatatiza mno, na natija ikachelewa kutokea. mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kufanya dua na maombi, na uchungu wake ukaendelea kuzidi, lakini mwishowe baada ya muda mrefu sana ye akainuka kutoka sijda na akisoma maneno ya bishara kwamba sayuzamul jamu wayuwalluna dubur, akatoka nje ya hema lake. imam razi akieleza maelezo ya aya ya sura anfal, wama rameta iz rameta walakin allaha rama, anaandika ya kwamba quraish walipovamia waislamu, mtume saa salam akafanya dua ya kwamba, e allah, kabila hili la quraish limekuja na farasi na silaha zake, hali wanakazibisha mtume wako na wanamkana. e allah, mimi ninakuomba kitu ambacho umeniahidi kunipa. hapo akaja jibraili na akasema, ya rasulllah, chukua gao la mchanga
na uwatupie makafiri. Kisha majeshi yote mawili yalipokutana, mtume akamwambia hat ali ya kwamba nipatie gao la udongo ulio na changarawe, ambayo mtume akawatupia makafiri na akasema kwamba shahatilwujuh, yani nyuso ziharibike. Hapo washirikina wakaanza kusugua macho yao na wakashindwa vibaya. Kisha mwenyezi mungu anasema kwamba wama ramaita iz ramaita walakin allaha rama, yani hukutupa wewe ulipotupa, walakini allah ndiye aliyetupa. yani ngao la changarawe uliotupa kwa hakika wewe hukutupa, kwani kutupa kwake kunaweza kuleta athari kama inavyoletwa na binadamu tu, bali allah ndiye aliyetupa, na kwa sababu yake chembe cha vumbi hiyo zikafikia macho yao. Kutupa alitupa mtume, lakini athari yake ikatokana na mwenyezi mungu. Hatmiza bashir ahmad saheb akieleza hali ya medani ya vita anaandika ya kwamba kwa kutoka nje ya hema mtume salallahu alaihi wasallam aliona pande zote nne na akaikuta vita ikipamba moto. Wakati ule akachukua gao la mchanga na changarawe na akawatupia makafiri na akasema kwa jaziba kwamba shahatilwujuh, nyuso za adui zimeharibika. Na pia akawaita waislamu na akasema kwamba shambulieni kwa pamoja. Sauti ya kipenzi chao ikafikia masikioni mwa waislamu nao wakipiga takbira wakawashambulia kwa pamoja. Upande wa pili alipotupa tu gao la mchanga, ndipo likaja tufani ya vumbi mpaka macho ya makafiri na midomo na pua zikaanza kujaa na mchanga na changarawe. Mtume akasema kwamba hili ni jeshi la malaika wa mungu ambalo limekuja kutusaidia, na riwaya inasema kwamba wakati ule baadhi ya watu wakawaona malaika hawa. Kwa vitu vile Utba, Sheba na Abu Jahal, viongozi hawa wa Quraish, walikuwa wameshauawa tayari kwa sababu ya uvamizi huo wa ghafla wa Waislamu na vumbi kali. Quraish wakaanza kutawanika, na katika muda mfupi tu jeshi la Quraish likavurugika, na katika muda mfupi hali ilikuwa imekwisha badilika kabisa. Hatmasihi Maud Islam anasema katika daraja hii ya liqa, saa nyingine mambo hutokea kwa binadamu ambayo inaonekana yamezidi nguvu ya kibinadamu na yanakuwa na rangi ya nguvu ya mungu, kama vile kiongozi wetu mtukufu, kiongozi wa manabii khatam alambiya sallallahu alaihi wasallam alivyo watupia makafiri gao moja la changarawe katika vita vya Badr, na ngao lile si kwa njia ya dua fulani, bali akatupa kwa nguvu yake ya kiroho. Lakini ngao hilo likaonyesha nguvu ya Allah na ikatokea athari ya ajabu juu ya jeshi la adui, mpaka hakubaki yeyote kati yao isipokuwa akapata athari kwenye macho yake, na wote wakawa kama vipofu, na ikatokea hali ya usisimko kati yao mpaka wakaanza kukimbia kana kwamba wao wamelewa. Kuhusu muujiza huo mwenyezi mungu anasema katika aya hii kwamba yani ulipotupa gao hilo wewe hukutupa, bali allah alikuwa amelitupa. yani nyuma ya pazia nguvu ya mungu ikafanya kazi, na hiyo haikuwa kazi ya nguvu ya kibinadamu. Kwa vita vile baada ya muda mfupi zikaanza kutokea alama za wasiwasi na hisia za kushindwa kwa washirikina, na safu zao kwa sababu ya kushambuliwa na waislamu zikavurugika na wakatawanika. Waislamu wakawasaka na wakapata ushindi juu yao. Hasad jinsi alivyokuwa na jaziba kali zidi ya makafiri, kuhusu hiyo inapatikana ya kwamba adui wakishindwa walipotupa silaha zake na maswahaba wakaanza kuwakamata. Mtume saa salam akaona kwamba kuna hisia za kutokupenda juu ya uso wa Hasad, yani yeye aliona kitendo hicho cha waislamu kwa jicho la kutokurizia. Mtume akamwambia Saad kwamba ewe Saad, inaonekana hivi kwamba wewe hukupenda kitendo hicho cha kuwakamata washirikina. Ye akasema kwamba bila shaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii ni vita na ushindi wetu wa kwanza zidi ya washirikina. Hivyo katika rai yangu, badala ya kuwaweka kuwa hai, ni bora kuwaua wote. Anasema kwamba mimi sikupenda kwamba wafungwe, nataka kwamba wote wauawe. Katika vita vya Badr jinsi malaika walivyoshuka, kuhusu hiyo mwenyezi mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu ya kwamba istastaghithuna rabbakum
fastajaba lakum anni mumiddukum bialfin min almalaikati murdifin. Kumbukeni mlipokuwa mkiomba msaada kwa mola wenu, naye akawajibuni, kwa yakini mimi nitawasaidieni kwa malaika 1,000 wafuatanao mfululizo. Katika vita vya Badr malaika walikuwa wameshuka. Mtume sasalam pia amethibitisha jambo hilo. Nabii sallallahu salam siku ya Badr alisema kwamba huyu ni Jibrail. Yeye ameshika lijamu ya farasi yake na amejipamba na silaha za kivita. Katika sira Ibn Hisham kuna riwaya za masahaba mbalimbali zilizokuwa zikithibitisha jambo hilo kuhusu ujio wa malaika. Hata Jibrail akaja kwa mtume saa salam na akasema kwamba wewe unawapa watu wa Badr daraja gani katika Waislamu? Mtume akasema Waislamu walio bora, au akatamka neno kama hilo. Jibrail akasema kwamba vivyo hivyo wale malaika pia ni bora walioshiriki katika vita vya Badr. Mwandishi mmoja wa sira ameandika riwaya hii ya kwamba Ibn Abbas anasimulia ya kuwa mtu mmoja wa Bani Ghaffar aliniambia ya kwamba mimi na binamu yangu tukaja kwa pamoja na tukapanda juu ya mlima ambapo mandhari ya Badr ilikuwa inaonekana wazi. Sisi tulikuwa washirikina, tulikuwa tukisubiri kwamba tuone nani anashindwa vitani, ili sisi pia tushiriki pamoja na wengine ili kupora mali. Katika muda huo tulipokuwa juu ya mlima, kipande cha mawingu kikaja karibu yetu. Sisi tukasikia sauti ya farasi kutoka kipande kile. Nikasikia mwenye kusema kwamba Hizum, songeni mbele. Moyo wa binamu yangu ukapasuka, naye akafa kule kule kwa kusikia sauti hiyo. Ama mimi nilikuwa karibu kufa, lakini kisha nikajidhibiti. Suhail bin Amr ambaye wakati ule alikuwa kafiri anasema kwamba mimi siku ya Badr nikawaona watu weupe wakipanda juu ya farasi. Wao walikuwa katikati ya mbingu na ardhi, na walikuwa wanawaua watu wa Quraish na kuwafanya kuwa wafungwa. Ilmuradi katika Badr Waislamu waliwaona malaika na pia makafiri wakawaona malaika. Abu Usaid Malik bin Rabia aliyekuwepo katika vita vya Badr amesimulia ya kwamba tukio hili lilitokea baada ya yeye kukosa uwezo wa kuona. Wakati ambapo alieleza kisa hiki, anasema kwamba kama leo ningekuwa katika Badr na ningekuwa na uwezo wa kuona, wakati ule alikuwa amekosa uwezo wa kuona, na anawasimulia tukio la Badr. Anasema kwamba wakati ule nikaona kwa macho yangu, na kama leo ningekuwa na uwezo wa kuona, basi ningewaonesheni pango lile ambapo malaika wakatoka humo, na mimi sina mashaka ndani yake. Kuna riwaya ya Abu Daud Mazani aliyekuwepo katika vita vya Badr akasema kwamba bila shaka mimi siku ya Badr nikamfuata mshirikina ili nimbamie. Ghafla nikaona kwamba kabla ya upanga wangu kumfikia, kichwa yake kikatika na kuanguka chini. Nikajua kwamba kuna mtu mwingine ambaye amemua yeye. Imesimuliwa na Abdullah bin Abbas ya kwamba siku ya Badr alama za malaika zilikuwa ni vilemba vyeupe, na siku ya Hunain vilemba vyekundu vilikuwa alama yao. Imesimuliwa na Ali kwamba vilemba ni taji la Waarabu, na siku ya Badr alama ya malaika ilikuwa ni vilemba vyeupe waliokuwa wameninginiza juu ya migongo yao, lakini Jibrail alikuwa na kilemba chenye rangi ya njano. Hata Ibn Abbas anasimulia kwamba malaika hawakumua yoyote isipokuwa katika vita vya Badr. Katika vita zingine walikuwa wakishiriki ili kuongeza msaada, na walikuwa hawamui yoyote. Hii ni riwaya ya Ibn Hisham. Baadhi ya watu wanawaza kwamba ujio wa malaika ulikuwa ni kama bishara na kutia moyo kwa waumini, waila malaika hawakushiriki katika vita kimatendo. Wazo hilo pia ni kinyume cha baadhi ya hadithi zilizo sahihi. Riwaya sahihi inathibitisha kwamba malaika walishiriki katika vita kimatendo, isipokuwa shida inayotokea ni kwamba kwa ajili ya msaada malaika mmoja alikuwa akitosha. Sasa kwa nini maelfu ya malaika walishuka? Imam Ibn Kathir baada ya kuandika hadithi moja kuhusu ujio wa malaika anaandika ya kwamba
kutoka kwa allah ujio wa malaika na kuwapatia waislamu habari yake ilikuwa ni kama bishara waila mwenyezi mungu alikuwa na uwezo wa kuwasaidia waislamu kwa njia nyingine ndiyo maana alisema kwamba msaada hutokana na allah na katika sura muhammad alisema kwamba mungu akitaka basi achukue kisasi kutoka makafiri lakini mwenyezi mungu anafanya majaribio muslim maud anasema kwamba katika vita vya badr mwenyezi mungu alionyesha uso wake kutoka mawingu vita ilikuwa bado haijatoka ndipo mvua ikanyesha na makafiri wakapata hasara kubwa na waumini wakapata faida kubwa kisha kwa ajili ya kuwasaidia waumini na kutia haiba juu ya makafiri malaika pia wakashuka juu ya mioyo bali katika vita vya badr baadhi ya makafiri wakawaona malaika kwa macho yao na chini ya kozi al amr viongozi wa arab wakauawa vivyo hivyo katika tafsiri sagir chini ya aya ya sura al imran aya namba 127 ameandika ya kwamba habari za malaika zimetajwa kwani mtu anapopata bishara katika njozi au ruya anazidi katika hima waila shabaha ilikuwa ni kwamba mwenyezi mungu atawasaidia waislamu hiyo ilikuwa hali fulani ya kashf yani hali ya ruya ambayo watu waliiona hatmasihi mslam anasema na maandishi haya ni kwenye kitabu chake kiitwacho atabligh aina kamalate islam ni katika lugha ya kiarabu na watu wa kiarabu saa nyingine wanasema kwamba unaposoma maandishi marefu inakuwa vigumu kutafsiri hivyo najaribu kusoma kwa kiarabu masihi mwasalam anasema وقد جرت عادته وسنته أنه يختار الإخفاء والكتم في واقعات قضت حكمته إخفاءها ويخلق الأهواء فتحشر الآراء إلى جهات أخرى وإذا أراد إخفاء صورة نفس واقعة ربما يرى في تلك المواضع الواقعة الكبيرة صغيرة مهونة والواقعة الصغيرة المسنونة كبيرة نادرة والواقعة المبشرة مخففة والواقعة المخففة مبشرة فهذه أربعة أقسام من الواقعات من سنن الله كما مضى أما الواقعة الكبيرة العظيمة التي أراد الله أن يريها صغيرة حقيرة فنظيرها في القرآن واقعة بدر لمن يتدبر ويرى فإن الله قلل أعداء الإسلام ببدر في منام رسوله ليذهب الروع عن قلوب المسلمين ويقضي ما أراد من القضاء وأما الواقعة التي أراد الله أن يريها كبيرة نادرة فنظيرها في القرآن بشارة مدد الملائكة كي تقر قلوب المؤمنين ولا تأخذهم خيفة في ذلك المأوى فإنه تعالى وعد في القرآن للمؤمنين وبشرهم بأنه يمدهم ب5,000 من الملائكة وما جعل هذا العدد الكثير إلا لهم بشرى لأن فردا من الملائكة يقدر بإذن ربه على أن يجعل عالي الأرض سافلها فما كان حاجة إلى 5,000 بل إلى 5 ولكن الله شاء أن يريهم نصرة عظيمة فاختار لفظا يفهم من ظاهره كثرة الممدين وأراد ما أراد من المعاني ثم نباه المؤمنين بعد فتح بدر أن عدة الملائكة ما كانت محمولة على ظاهر ألفاظها بل كانت مؤولة بتأويل يعلمه الله بعلمه الرفع والعالى
biilmihi rafai walala wafaala kadhalika litatmaina qulubuhum bihazihi lbushra wayazidahum husna zanni warija. tafsiri yake ni kama ifuatayo ya kwamba hii ni suna na kawaida yake ya kwamba yeye anaficha matukio ambayo hikma yake, yani hii ni kawaida na suna ya mwenyezi mungu inayoendelea tangu awali, kwamba yeye anaficha matukio ambayo hikma yake inataka kuyaficha, na matamanio ya watu na rai zao zinakuwa kinyume cha uhakika ulio halisi. saa nyingine tukio kubwa analionyesha kama tukio dogo, na tukio dogo analionyesha kama tukio kubwa, na saa nyingine anaonyesha tukio lenye kutoa bishara njema kama tukio lenye kuonya. na hizi ni aina nne za matukio ambayo zinaendelea sawa na suna ya allah. tukio azim ambalo allah alitaka kuonyesha akilifanya kuwa dogo ni tukio la vita vya badr, na hii ni kwa ajili ya yule ambaye afanye tafakur na afungue macho. hivyo mwenyezi mungu wakati wa badr katika ruya ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam aliwaonyesha maadui wa islam akiwafanya kuwa ndogo. yani wakati wa vita vya badr mwenyezi mungu alimwonyesha mtume wake katika njozi maadui wa islam katika idadi ndogo, ili hofu yao iondoke kutoka mioyo ya waislamu na ili kile ambacho allah anataka kiweze kutimia. na tukio ambalo allah alitaka kuonyesha akilifanya kuwa kubwa, mfano wake ni ndani ya kurani tukufu ambapo malaika walikuja kuwasaidia ili mioyo ya waislamu ipate kutulia na wasiwe na hofu katika vita. basi ndani ya kurani tukufu mwenyezi mungu aliwaahidi waumini na akawapa habari njema kwamba atakuja kuwasaidia pamoja na malaika 5,000, na akaonyesha idadi hiyo kubwa ili habari hii iwe habari njema na furaha kwao. ilhali katika malaika mmoja ana uwezo wa kuangamiza ardhi kwa amri ya mola wake, na kwa ajili yake malaika si 5,000 bali hata hawahitajiki malaika watano, lakini allah akataka kuonyesha nusura azim, hivyo akatumia neno ambalo linaonyesha msaada wake, na hiyo ndio iliyokuwa shabaha yake. kisha yeye baada ya ushindi wa badar akawapa waumini habari kwamba idadi ya waumini haikuwa, idadi ya malaika haikuwa kama kizwahiri, bali ilikuwa na maelezo yake, na allah anajua vizuri zaidi. na allah akafanya hivyo ili kwa kupitia habari hiyo njema aweze kuleta utulivu kwa waumini na awaongeze katika dhana nzuri na kwenye matumaini. kuhusu kushindwa kwa washirikina imeendikwa kwamba baada ya muda mfupi washirikina wakaanza kutawanika na wakaanza kukimbia na safu zao zikaanza kuvurugika na vita ikakaribia kufikia tamati yake. kisha makundi ya washirikina yakaanza kukimbia na ufisadi ukatokea kati yao. waislamu wakawasaka na wakaenda nyuma yao mpaka wao wakashindwa vibaya. kisha katika sehemu moja imeandikwa kwamba vita hii ilifikia tamati juu ya kushindwa kwa washirikina na juu ya ushindi wa waislamu. katika vita hii waislamu 14 wakawa shahid, wahajiri 6 na 8 answar, lakini washirikina wakapata hasara kubwa. watu 70 wakauawa na 70 wakafungwa ambao walikuwa viongozi wao wakubwa. katika vita vya badar masahaba waliouawa shahid walikuwa ni hawa kama nilivyoeleza. walikuwa wahajiri 6 na 8 walikuwa answar. waliokuwa wahajiri, mmoja wao alikuwa ubaida bin haris bin mutlib, umair bin abi waqas, zus shemalen yani umair bin amr, aqil bin bukair, mahja maula umar bin khattab, safwan bin beza,
na katika ansar waliouawa shahidi walikuwa saad bin khasama, mubashir bin abdul munzir, yazid bin haris, umair bin hamam, rafi bin mualla na harsa bin suraka. Katika washirikina waliouawa idadi yao ilikuwa ni 70. Kwa asilimia kubwa walikuwa viongozi wa Quraish. Baadhi ya majina yao ni kama yafuatayo: hanzla bin abu sufyan, haris bin hazrmi, ahmar bin hazrmi, ubaid bin said bin as bin said bin as, uqba bin abi muad, utba bin rabia, shaba bin rabia, walid bin utba bin rabia, haris bin amir, abul bakhtri, as bin hisham, nazr bin haris, as bin hisham, abul as bin qais, umayya bin as. jina la as bin hisham limetajwa mara mbili au ni watu wawili: abul as bin qais, umayya bin khalf na abu jahl ambaye jina lake lilikuwa amr bin hisham. na idadi kubwa ilikuwa ni ya wale ambao walikuwa wakiwauzi waislamu katika makka, na habari zingine nitazileta katika siku za usoni. ningependa kuwaelekeza wanajamaati kuhusu maombi. mufanye dua kwa ajili ya waislamu wa palestina. mwenyezi mungu awarahisishie na awasaidie wanaozulumiwa, awajalie uongozi au kiongozi au viongozi ambao wenye kutimiza haki zao na waweze kuwaongoza kama ipasavyo na waweze kujaribu kuwatoa kutoka zulma. yani hali yao imekuwa duni mno na inaonekana kwamba hakuna mwenye kuwasaidia na kuwaongoza. waislamu wakiwa kitu kimoja wanaweza kutoka shida hizi. vivyo hivyo katika nchi ya sweden na katika nchi zingine vile vile, kwa kutumia jina la uhuru wa kidini au uhuru wa kueleza, wenye kufanya mambo mabaya wamepewa ruhusa iliyo wazi, na kwa kutumia uzuru huo wanaendelea kufanya matendo mbalimbali ambayo yana wauzi waislamu. yani matendo hayo ni mabaya mno. yani wanavunja heshima ya Qur'an tukufu au wanatumia maneno mabaya kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. mwenyezi mungu ndiye anayeweza kuwakamata, yani afanye mpango wa kuwakamata. humo pia kuna kosa la serikali za kiislam, na kwa sababu ya utengano wao nguvu zilizo zidi ya islam zinafanya hivyo. kama waislamu watachukua hatua fulani, basi hiyo itakuwa kwa muda tu, na watachukua hatua ambayo isiwe athari yake. basi mufanye dua kwa ajili ya viongozi wa waislamu na ummati huu. kuna haja kubwa sana kwa ajili yake. kisha nchini ufaransa hali ni tete. humo pia waislamu wanaendelea kushambuliwa na hatua inayochukuliwa na waislamu pia si sahihi, au wengine pia wanaungana nao. yani wakivunja nchi yao, hiyo haitaleta matokeo yoyote. waislamu watalazimika kufanya matendo sawa na mafundisho ya islam, na kauli na amali zao zitakapoendana na mafundisho ya islam ndipo watafanikiwa na watapewa mafanikio. tunaweza kufanya dua tu, na haswa kwa ajili ya waislam na kwa ujumla mufanye dua kwa ajili ya dunia nzima, kwamba mwenyezi mungu amsalimishe kila mmoja kutoka zulma, na katika dunia hali ya amani ipatikane, wote waweze kuelewa umuhimu wa kutimizana haki. waila dunia inaendelea kwenda, nimekusha sema mara kadhaa kwamba inaendelea kuelekea kwenye maangamio makubwa. mwenyezi mungu airehemu. vivyo hivyo nchini pakistan waahmadia waliopo muwaombee sana, mwenyezi mungu awasalimishe kutoka kila shari. katika nchi ya ufaransa wanasema kwamba watu wanaendelea kuandamana, na inafahamika kwamba kijana ambaye alikuwa ameuawa, katika haki yake watu wanaendelea kufanya mengi, lakini kimatendo jinsi watu wanaoendelea kufanya, na tumesikia kwamba
wamekusanya hela kwa ajili ya yule mtu wa polisi aliyekamatwa na kwa ajili ya kijana ambaye ameuawa. hela iliyokusanywa kwa ajili ya kijana ni €200 tu, na mtu ambaye ni katika polisi wanasema tutachukua hatua dhidi yake. serikali inasema sasa kwa ajili ya haki yake na kwa ajili ya kumsaidia watu wamekusanya zaidi ya €1,000,000. mwenyezi mungu awarehemu na awajalie watu hawa kufanya kazi kwa uadilifu na awajalie waislamu kuwa kitu kimoja. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.